Naam, karibu tena mtazamaji. Wakazi wa kaunti ya Kakamega wameendelea kulalamikia ongezeko la visa vya mauaji na utovu wa usalama na vile dhuluma za kijinsia katika kaunti hiyo, huku wito ukitolewa kwa asasi za usalama kuzidisha juhudi za kupambana na uhalifu huo. Anajiri baada ya bawabu mmoja kuuliwa katika eneo la Seregea, eneo bunge la Likuyani. Kwingineko, mwanamke wa umri wa miaka 27 katika eneo la Butere anaendelea kutafuta haki baada ya mumewe kumjeruhi vibaya kwa kumkata kwa upanga kichwani na mikononi. Mwanahabari wetu Noel Nabiswa na taarifa hii zaidi. Ni taarifa ambayo mtazamaji tunaendelea kuipata kwamba ule ukazi wa kaunti ya Kakamega ambao wanalalamikia ongezeko la visa vya utovu wa usalama, vile mauaji pamoja na dhuluma za kijinsia katika kaunti hiyo. Wanatoa wito hasa kwa asasi za usalama katika kaunti ya Kakamega kuzidisha juhudi za kuwakabili wanaotekeleza uhalifu huo. Kijiri ni kwamba bawabu mmoja aliuliwa katika eneo hilo la Segere huko Likuyani ambalo ni eneo bunge, lakini pia mwanamke mmoja mwingine wa umri wa miaka 27 huko Butere na anaendelea kutafuta haki baada ya kudhulumiwa na mumewe. Hebu tupate taarifa hiyo. Hapa ni katika kijiji cha Matende, eneo la Butere, kaunti ya Kakamega, nyumbani kwao Faith Masahwe, mwanamke wa umri wa miaka 27. Kwa umbali anaonekana yuko sawa, ila ni mwenye masaibu chungu nzima. Anaendelea kutafuta haki baada ya aliyekuwa mmeo kumwacha akiwa mlemavu na makovu mabaya ya panga kichwani na mikononi. Kisa na sababu ni mzozo uliotokana naye kujifungua watoto wawili wasichana, ila mmewe alimtaka mvulana. Sasa wakati nilifungua mlango nikatoka nje, nikaanza mbio, nikateguka, nikaanguka. Kumbe pia yeye alikuwa ashaamka amenifuata na panga. Sasa hapo chini mahali alinipata ndio alikuwa anakata tu. Sasa wakati alikuwa anaenda akate kwa kichwa hivi na mimi naweka mikono hivi. Licha ya mmeo kufunguliwa mashtaka mahakamani, watu wenye ushawishi walimshinikiza kuiondoa kesi hiyo, na kutoka hapo safari yake ya kutafuta haki imeendelea, huku baadhi ya mashirika ya haki yakiingilia kati. Hata pia sisi tunaambianga watu, wakati mtoto wako anakuja anaambia ndoa ni mbaya, kama wewe mama ama msasi, sikiza, usikwame useme atuvumilia. Venye alienda hiyo usiku tu saa 2 ndio alikata msichana. Sasa ilifika saa 5 ya usiku, kijana mwenye alipikia baba yake msichana simu akamwambia ati, baba, nimemaliza kukata msichana wako, umebaki wewe. Kwingineko, biwi la simanzi lilitanda kufuatiwa mauaji ya bawabu wa usiku wa shule ya msingi ya Victory Christian, eneo la Seregea, eneo bunge la Likuyani. Barasa Osino alikumbana na mauti usiku wa kuamkia Alhamisi kwa kukatwa na watu wasiojulikana. Hali hii imepelekea wakazi kuandamana na kufunga barabara, wakilaumu polisi kwa kutotilia maanani suala la utovu wa usalama eneo hilo. Karuka fendi ili kuangalia nini kimefanyika, nikakuta milango imefunjwa ya mlango ya ofisi, vitu zimeibiwa, ndio nikakuta yametandikwa, amelaswa pale chini. Kama kuna vitu za kupima kwa serikali, watuletee zipime tujue fingerprint ni ya nani. Haya ya kijiri, wakazi wa Kakamega wakizungumza katika kikao na maafisa kutoka kwa ofisi ya waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi. Wakazi hao wamelalamikia visa vya mauaji ambavyo vinaendelea kuongezeka kila uchao. We are unable to rear chicken because if you put it outside your main house, you won't get the chicken. So as you are grieving, we are also grieving. And tutaki namna hii, kama ni ndugu yangu mimi ndafurahi kweli. Hata wangu waliua. Koja tafadhali. Benye mkubwa amesema, yes. Tumeanza. Noel Nabiswa, KTN.